Kuna kitu cha ajabu sana duniani. Kila siku, mamilioni ya watu wanaamka alfajiri, wanakimbizana, wanahangaika, wanajituma, lakini mwisho wa mwezi wanarudi pale pale walipoanzia. Wanaamka mapema, wanalala marehemu, lakini akaunti zao zinasalia tupu. Wanabidii, lakini hawana matokeo. Swali ni moja tu. Kwa nini 97% ya watu duniani wanaishi maskini hata baada ya kujituma kwa nguvu zote? Leo nitakwambia ukweli mchungu, mambo ambayo mfumo wa dunia hautaki uyajue. Nitakueleza sababu 7 halisi zinazowafanya watu wabaki maskini na jinsi unavyoweza kuvunja mnyororo huo ukiwa bado na muda. Usibadilishe video hii. Kila dakika utakayoendelea kubaki hapa inaweza kuwa hatua ya kwanza kuelekea maisha mapya. Karibu sana kwenye video hii. Ni Fikra Chanya. Na kama unataka maudhui ya kukuamsha kiakili, kukusaidia kutoka kwenye mzunguko wa umaskini, subscribe sasa hivi. Washa kengele na tuanze safari ya ukweli. Sababu ya kwanza, wengi wanadhani mafanikio ni kuhusu kufanya kazi kwa bidii. Lakini ukweli ni huu. Bidii bila mwelekeo ni upotevu wa nguvu. Mtu anaweza kutumia miaka 20 akifanya kazi kwa bidii, lakini kwenye njia isiyompeleka popote. Ni kama kukimbia kwenye treadmill. Unakimbia, unachoka, lakini hubadilishi mwelekeo. Dunia ya leo haihitaji watu wanaofanya kazi sana. Inahitaji watu wanaofanya kazi kwa akili, kwa mkakati na kwa maarifa mapya. Fikiri hivi, ukiweka bidii sawa, lakini kwenye mfumo unaolipa mara 10, utavuna matokeo tofauti kabisa. Watu 97% wanabaki maskini kwa sababu wanajituma, lakini hawajui wanakimbilia wapi. Hakuna dira, hakuna ramani. Wanatumikia ndoto za wengine bila kuunda zao. Sababu ya pili, wanauza muda, sio matokeo. Maskini huuza muda, tajiri huuza matokeo. Tofauti hii ndogo ndio inagawa dunia katika makundi mawili. Ukilipwa kwa saa, siku zako zimepangiwa thamani. Lakini ukilipwa kwa matokeo, unaweza kuongeza thamani yako usiku moja. Tajiri hufikiria, ninawezaje kuunda kitu kinachofanya kazi hata mimi nisipojisikia kufanya kazi? Ndio maana wanawekeza kwenye mifumo, bidhaa na ujuzi unaozalisha thamani pasipo uwepo wao wa kila saa. Lakini wengi wetu tunatumia muda wote kuendesha mashine za watu wengine. Tunalipwa kidogo kwa juhudi kubwa, halafu tunabaki kulalamika kwamba maisha ni magumu. Ukweli ni huu. Ukitaka kutoka kwenye kundi la 97%, acha kuuza muda wako. Anza kuuza matokeo yako. Anza kujenga kitu kinachoweza kufanya kazi bila wewe. Sababu ya tatu, hawawekezi katika akili na ujuzi mpya. Umaskini mkubwa sio ukosefu wa pesa, ni ukosefu wa ujuzi unaolipika. Dunia inabadilika kila miezi 6, lakini wengi bado wanatumia skills za miaka 10 iliyopita. Wanaendelea kusukuma gurudumu lililokwisha chakaa. Matajiri wanaboresha akili zao kila siku. Wanasoma, wanajifunza, wanaboresha fikra zao. Kila somo jipya ni silaha mpya. Kila kitabu kipya ni dirisha jipya la fursa. Wakati maskini wanasema elimu ni ghali, tajiri anasema kutojua ndicho kinachonigharimu zaidi. Swali ni moja, unatumia muda wako kujifunza nini? Mitandao ya kijamii inakupa kichehesho, lakini elimu inakupa mwelekeo. Investing ya akili ndio mali pekee ambayo haina ushuru wa serikali wala inflation. Sababu ya 4, wanafikiri kama wafanyakazi, sio wamiliki. Mfumo wa elimu umetengeneza wafanyakazi, si wabunifu. Tumelelewa kuamini kwamba kazi nzuri ndio mafanikio. Lakini ukweli ni huu. Kazi nzuri ni mwanzo, sio mwisho. Wafanyakazi wanafikiria mshahara. Wamiliki wanafikiria mtiririko wa mapato. Wafanyakazi huuliza, nitapata kiasi gani mwezi huu? Wamiliki huuliza, mfumo huu utanilipa kwa muda gani? Unataka kubaki maskini? Endelea kufikiri kama mfanyakazi. Unataka kubadilika? Anza kufikiri kama mmiliki. Hata kama huna kampuni bado, mmiliki anaanza akilini, si na ofisini. Sababu ya 5, hofu ya hatari ndogo.
Hofu ni mlinzi wa umaskini. Watu 97% wanaogopa kujaribu, wanaongoja wakati muhimu ambao haujawahi kufika. Matajiri wanafanya hata wakiwa na hofu. Wamejifunza kwamba maumivu ya kukaa pale pale ni makubwa kuliko hofu ya kushindwa. Ukitaka kukua, lazima ukubali maumivu ya mabadiliko. Kila hatari ndogo ni darasa jipya. Kila kosa ni barua ya somo jipya. Hakuna mafanikio bila mapambano. Lakini wengi wanataka mafanikio bila mapambano. Ndiyo maana 97% wanabaki pale pale. Wanataka matokeo ya juu kwa bei ya chini. Sababu ya 6, wanatumia badala ya kujenga. Maskini hufikiri pesa ni ya kutumia. Tajiri hufikiri pesa ni ya kuzalisha. Kila mapato mapya yanakuwa nafasi ya kuwekeza, si na kusherekea. Wakati maskini anapandisha kiwango cha matumizi, tajiri anapandisha kiwango cha uwekezaji. Ndio maana mmoja anajikuta hana chochote, mwingine anaunda kitu kinachomlipa milele. Tumia kidogo, wekeza zaidi. Kila senti ulionayo ni mbegu. Usiile, ipande. Sababu ya 7, hawabadilishi mtazamo kuhusu pesa. Maskini wengi wanaamini pesa ni chanzo cha maovu. Tajiri anaamini pesa ni chombo cha kuleta mabadiliko. Fikra zako kuhusu pesa ndizo zinazoamua kama pesa itakukimbia au itakufuata. Kama unaona pesa ni mbaya, brain yako haitakusaidia kuipata. Badili uhusiano wako na pesa. Ione kama mshirika, si adui. Ione kama nguvu ya kuleta thamani, si tamaa. Wakati unaanza kufikiri vizuri kuhusu pesa, maisha yako yote yanabadilika. Rafiki yangu, sasa unajua. Hizi ndizo sababu 7 zinazowafanya watu wengi wabaki maskini hata baada ya kujituma kwa nguvu zote. Umaskini sio laana, ni mfumo wa fikra. Ukibadilisha fikra zako leo, mfumo wako wa maisha utabadilika kesho. Usisubiri serikali, usisubiri miujiza. Anza na wewe. Badili mwelekeo, jenga mfumo, jifunze ujuzi, chukua hatari ndogo, wekeza kile kidogo ulichonacho na linda fikra zako kama dhahabu. Na kama video hii imekugusa, andika kwenye comments, naanza safari yangu leo. Kisha subscribe Fikra Chanya, kwa sababu kila wiki nitakuwa nakuletea video zinazokufungua macho, kukusaidia kutoka kwenye 97% kwenda kwenye 3% ya wanaounda historia. Kumbuka, kujituma pekee haitoshi. Kujituma kwa akili ndiko kinaleta utajiri. Change your mindset, change your life.